Vipawa vya rohoni. Ukitaka kujua vipawa vyako vya rohoni kwa kutumia birth chart yako ama astrology, naomba uangalie sayari hizi katika nyumba ambazo ziko katika birth chart yako. Ukiwa unahitaji kujua vipawa vyako ambavyo umebebana navyo kutoka katika maisha yako ya kale, yani past life, mpaka katika haya maisha, jaribu kuangalia mahali South North ipo kwenye nyumba ambayo ipo, maana South North inabeba vipawa vya kale ambavyo vitu ambavyo ulikuwa unafanya in your past life ambavyo vimebeba karma. Ndio maana unapata mtu anakuambia niko na vipawa lakini sijui na vichipua vipi, maana vina nini? Vina karma. Kuna vitu ambavyo ulifanya ambavyo katika hii maisha unafaa kurekebisha ili kuzichipua na kuzifanyia kazi. Unapata ndio maana uko na South North na North North. So North North ni mahali unaelekea, South North ni mahali unatoka. Haya, tunapoangalia tena moon ama mwezi inasimamia vipawa, yani capabilities yako, uwezo wako wa kuponya watu, yani capabilities yako ama abilities zako za kuponya watu ni gani. So pia tukitaka kuangalia vipawa vyako vya rohoni, tunaangalia pia mahali mwezi iko kwenye nyumba yako ama kwa birth chart zako. Pia sayari nyingine ambayo tunaangalia ni Neptune. Neptune inasimamia nini? Psychic gifts. Yani vipawa vyako vya rohoni ambavyo uko navyo naturally. Kuna zile ambazo umetoka nazo from your past life ambazo bado huwa zina embody ancestral wako, na kuna hizi psychic gifts ambazo pia uko nazo naturally ikiwa Neptune iko kwenye birth chart yako katika nyumba fulani. Halafu kingine unaangalia ni Jupiter. Jupiter pia imebeba talanta zako na pia utajiri utakaopata kupitia hizo talanta ambayo iko katika nyumba hiyo. So pia ukiangalia Jupiter inaonyeshana talanta na pia inaonyeshana utajiri utakaopata. So ninaenda nyumba kwa nyumba kwa hizi sayari 4, nitaelezea vipawa vyako vya rohoni ni gani kuanzia kwa nyumba ya kwanza mpaka nyumba ya 12. So itakuwa kama una South North maybe in Aries kwa nyumba ya kwanza hivyo, ama Neptune hivyo ndo nitaenda mpaka nyumba ya 12 ili upate kujua vipawa vyako vya rohoni ni gani. So ukiwa na South North katika nyumba ya kwanza, yani South North in Aries, kipawa chako cha kwanza ni intercessor. Wewe una uwezo wa kufanya nini? Una uwezo wa kunena na maroho, maana intercessor ni mtu ambaye anasimama katikati ya the physical na the spiritual, rohoni na ardhini. Yani umebeba roho, the warrior spirit, yani roho ya ushindi. Katika maisha yako ya kale ina maana kuwa soul yako iliweza kujifundisha kukaa peke yako. Maybe katika maisha ya kale ulikuwa unatengwa, hautakwi na watu, ukajifundisha kuishi peke yako, ukajifundisha kujipigania na kujitetea. So unapata katika hii maisha unaweza kuwa intercessor because wakati unapokuwa peke yako ina maana kila kitu ambacho kitakuja utajipigania wewe mwenyewe. Una uwezo wa intercess in between the spiritual realm na the physical realm. Kingine pia unaweza kuwa evangelisti, mwalimu ama guide. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu ambaye unapenda kuinitiate vitu, yani mwanzilishi wa jambo. Unapenda kuanzisha jambo, alafu kupitia wewe unapata wenzako wanajifunza mawili matatu. Na siku zote mtu ambaye anaanza jambo ama anafuata njia fulani huwa anaweza kuongoza watu, maana physically wewe umebeba, naturally wewe ni una uwezo wa kuongoza, yani you have leadership traits. So unapata mtu ambaye anaweza kuongoza wenzake, pia anaweza kufundisha wenzake. So unaweza kuwa ni mwalimu wa rohoni, evangelist, ama unaweza kuwa ni guide. Pia unaweza kuwa spiritual guardian ama protector, maana wewe unapenda hiyo mambo na impulsive action oriented, vitu kama hizo. So kulinda wenzako pia, na mambo na therapist, alafu pia healing, kuponya watu. Huwa unaponya watu kupitia nini? Mafunzo. Kupitia mafunzo yako unapata kufanya nini? Kuponya watu. Pia wewe uko na strong intuition. Kumbuka intuition ni uwezo wa kufanya nini? Ni uwezo wa
go in the yani kupata hiyo ninio ya kusikilizwa. Subconscious mind ni uwezo wa kusikiza sauti ambayo inatoka kwa Muumbaji, yani because katika mwili wako uko na overthinking na uko na intuition. Intuition ni njia ambayo ikiwa you are highly intuitive unaweza kusikiza sauti ya ndani, na ukiwa ni overthinking unapata mawazo yako yanakuja kujichanganya. So you are highly intuitive, ambayo inakufanya unakuwa pia na uwezo wa overseer, because gut system yako iko very very high, yani uko na uwezo wa kupata wisdom from your gut system. So unaweza kuwa overseer. Pia wewe unaweza kuponya watu kupitia energy work. Energy work ni vitu kama Reiki healing, vitu kama hizo ndio huwa wanafanya most of the time, energy work, yani kusafisha nishati yako, vitu kama hiyo. Pia una uwezo wa kudetach na discern illusions, ama hizo tabia ambazo haziendani na wewe, na beliefs ambazo watu wameekea. Unapata tu mtu anaamini kitu tu akisonga mbele, so wewe una uwezo wa kuchunguza na kuona hii haiendani na mimi, na kufanya nini? Kuachilia. So hizi ni vipawa ambazo wewe uko navyo naturally. Unaweza kuwa mwalimu wa rohoni, unaweza kuwa evangelist, unaweza kuwa guide, unaweza pia kuheal wenzako kupitia ama kufanya energy work. Pia unaweza kuwa overseer, ama pia unaweza kuwa intercessor, vitu kama hizo. Wewe ni mtu ambaye umejifundisha tokea kale kujianzishia kitu ama kusonga mbele bila kungangana. Haya, tuangalie wakati mwezi ama moon iko katika nyumba ya Aries. Moon ikiwa katika nyumba ya Aries, unapata healing capabilities zako. Yani wewe unaweza kuponya wenzako vipi? Jinsi ya kuponya wenzako ni wewe uanze kujifanyia kazi, alafu kupitia wewe ndio unapata watu wanapata uponyaji. Yani it starts from you. Wewe ukumbuka wewe ni mtu wa kuanzisha jambo, mtangulizi wa vitu. So wakati unaanza kujisaisha, unapata una inspire wengine. Mtu akikuangalia, akiona vile unapitia changamoto zako, unapata kuvunja hizo blockages, stagnation, pia anajua kumbe kama huyu ameweza, mimi pia ninaweza kuweza pia. So wewe ni mtu ambaye unaweza heal watu kupitia wewe mwenyewe. Alafu pia kingine, unaweza kuheal watu kupitia emotions. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu ambaye hauweki grudges ndani mwako. Yani mtu akikukosea utakurupuka, uongee, ufanye kenye unafanya, basi inapita na umesonga mbele. So unapata ukiwa katika njia hiyo, mtu akiangalia huyu ni mtu ambaye haeki vitu, kwa hivyo kwa sababu ya haweki vitu unapata ana heal vizuri, na mimi pia naweza kufanya hivyo. Yani wewe unakuwa kama mwalimu wa kwanza wa kufundisha mtu jinsi ya kujiponya. So wewe healing capabilities zako zinaanza na wewe. Si kutoka nje vile watu wana heal kama unapata cancer lazima atumie. No. Healing capabilities zako zinaanza na wewe mwenyewe kwanza. You become the first teacher. Halafu kitu kingine ambacho pia kinakusaidia kuweza kuponya wenzako ni kuongea honestly. Yani wewe ni mtu ambaye ukiongea kitu unaongea direct bila kuficha. So unapata ukiambia mtu ukweli, in as much as ukweli inauma, lakini huwa inaweka mambo sawa. Unapata hiyo ni kama healing tool yako moja ya kukusaidia kufanya nini? Kuheal wenzako. Haya, tukiangalia kwa tools ambazo unatumia kuweza kuheal wenzako, unaweza kutumia physical tools kama exercise, sports, dancing, vitu kama hivyo, kujifundisha take actions. Yani wewe ni mtu ambaye ukianza kuingia katika mambo na uponyaji kwa watu, itakuwa ni mambo na exercise, vitu kama hizo ndio unatumia kufanya nini? Kuheal watu. Pia self care, mambo na self care, mambo na independence, kufundisha watu, vitu kama hizo, unapata unasaidia watu kuinuka. Haya, Neptune ikiwa in Aries, utapata psychic gifts za spiritual visions ambayo ni overseer. Pia utapata wewe ni mtu ambaye uko na yani imani iliyo juu, so unapata from you to others. Imani yako inafanya watu wanaona una roho ambayo ni ya ushindi, vitu kama hivyo. You have a warrior spirit. Alafu pia psychic gifts zako pia ni highly intuitive. I think nime-explain intuitive ni gani, na pia intercessor, vitu kama hizo. Okay, Jupiter in Aries, jinsi ya kupata fedha ama jinsi ya kupokea utajiri ni kupitia
leadership, yani uongozi. Chochote ambacho kinahitaji uongozi na kuanzisha jambo, utapata kufanya nini? Kufanya vizuri. Entrepreneurship, mambo na michezo, vitu kama hivyo ndo talanta zako na ndio zitakusaidia kupata nini? Hela. So ninaenda part 2 ya sayari hizi kwenye kundi la nini? La Taurus, ama kwenye nyumba ya pili, ili uweze kujua vipawa vyako ni gani na mahali penye unaweza kupata hela unatumia njia gani, vitu kama hivyo. Hii ni part 1. Hii ni Neptune, South North and Moon and also Jupiter in Aries, kama unazo kwenye chati yako.